Kwanza kabisa ningependa kuchukua nafasi kushukuru Mungu kwa kunitunukia nafasi kama ya leo tena ili nikaweze kuleta hotuba yake. Nasema si jambo la kawaida, ni neema. Bwana asifiwe. Pia nashukuru Mungu kwa kuwezesha kila mmoja wenu aliyefika siku ya leo, kwamba haikuwa ni lazima, lakini nimemgharimu Mungu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa kila jambo ambalo Mungu ameweza kutenda katika maisha yetu na katika maisha yenu. Amen. Kabla sijaleta neno, kabla mimi sijaanza kuintroduce my topic of the day, ningewapenda kuwapa hadithi kidogo kuhusu maisha yangu. Najua sijai toa hadithi yangu, haitoa hadithi ya maisha yangu. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo ningependa kwa muhtasari nitatoa kidogo ujue nimetokea wapi. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Soita. Zaidi ya yote ninatoka Kristo ni Bwana. Mimi nimezaliwa kutoka kwa familia ya wana 26. Bwana asifiwe. 26. Sisi tumezaliwa tukiwa around 26. Na mimi kuna vijana around 18. So sisi ni wa mwisho. Bwana asifiwe. Baba wetu alikuwa amedivide kadhaa, lakini sisi ni wa mwisho. Bwana asifiwe. Nataka kutoa hii hadithi ili kwamba maybe ushuhuda wangu uweze kutia mtu moyo, ama ushuhuda wangu uinua mtu maybe ambaye anaweza kuwa amepitia kile nilichopitia na kiweze kumtia nguvu asubuhi leo. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nilizaliwa katika jamii ambayo ilikuwa ni maskini, ambapo hata maskini walituita sisi maskini. Bwana asifiwe. Amen. Nilizaliwa katika familia ya watu maskini, ambapo hata maskini wangetuita maskini. Nasema hivi kwa sababu sisi tulizaliwa baba yetu akiwa amesonga umri, na hangefanya majukumu yale ambayo tulitarajia kama watoto. Bwana asifiwe. Ikawa majukumu yote iliyokuwa ya jamii ikawa ni ya mama. So na mama, unajua mara mingi hawana ule uwezo wa kufanya kila kitu katika nyumba. Bwana asifiwe. So nakumbuka kuna uchungu tulioupita tulipokuwa tunakuwa, miaka zile tulipokuwa tunakuwa. Chakula kwetu hakikuwa kitu cha rahisi kupata. Bwana asifiwe. Hata kusoma kwetu, kama ingekuwa ni vile hakukuwa na masomo ile ya kulazimika, ama hakukuwa na ile ati school fees vile, hatungesoma. Kwa sababu nakumbuka mara mingi tungeenda bila hata sapa. Mara mingi tungemkuta mama akiwa anachemsha sukuma madharu. Anapochemsha yale madharu, sisi kama watoto tunaendelea kucheza pale nje. Tunacheza tu pale nje kwa sababu tunaona moshi. Tunatarajia leo kuna chakula pale. Baada ya muda kidogo, mama anatuita katika sebuleni na anatuambia karibuni. Anapakua mboga, kitarajia tuone ugali, hakuna ugali. Bwana asifiwe. Amen. Tukawa tunanung'unika tukiwa wale wadogo. Tunanung'unika, lakini mama hakuna kile angefanya. So tukawa tunakula ile mboga. Na hata katika ile nyumba tuliyokuwa tunaishi, nakumbuka ilikuwa ni nyumba ya nyasi ambayo hata haikuwa imefunikwa vizuri. Na baba wetu angeenda safari, mara mingi alikuwa anaenda safari na anaweza ishi huko zaidi ya miezi 3 na ndio arudi. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati mwingi tulisononeka, tuliumia sana wakati baba hakukuwa katika boma. Nakumbuka kuna wakati mvua ingenyesha kwa nyumba mchana na maji yangeingia kwa nyumba kila mahali. So tungekimbia kuokoa malazi yetu na vitu za ambazo zinazonyeshewa at least tukae nazo kwa mikono ama tuziwekelee kwa meza ili zisiweze kunyeshewa. Na tulikuwa na makaratasi ya nylon ingefunikwa. Kila ambacho kilikuwa kinatutesa zaidi, kuna wakati mvua ingenyesha usiku. Hiyo ndio kitu hatukuwa tunatamani kama watoto. Tulikuwa tunaomba tu Mungu
mvua isinyeshe usiku, lakini Mungu ni nani? Hiyo ilikuwa ni maombi yetu tu. Kuna wakati mvua ingekuja usiku inyeshe, tuamke. Na yapo saa zingine hata ni usiku wa manane. Mama angetuchukua atafute, mama alikuwa anatafuta, sisi hatukuona mattress ya hii mattress ambayo tunalalia. Mattress yetu ilikuwa ni gunia ambazo zimeshonwa tu kwa mfano ya mattress, na huko ndani kukawekelewa nyasi. Bwana asifiwe. Kawekwa nyasi. So tukawa tunatumia hiyo kama mattress yetu. Lakini baada ya mvua ilipokuwa inanyesha, baada ya kuwa wadogo, mimi nilikuwa naona kile mama alipokuwa akiteseka kwa sababu ya kutusaidia. Mama angetuweka mahali kwa kona hapa aone hakuna mvua, na tunapolala anatuambia laleni, na tunapolala atufunike vizuri, na achukue karatasi atufunike. So mvua inanyesha, lakini inanyesha kwa ile karatasi kiteremu. Na yeye kazi yake hiyo usiku, ingekuwa nyumba yetu ilikuwa imechimbika mashimo. So yale maji yakinyesha yanaingia kwa ile mashimo, ya ile vishimo ziko kwa nyumba. So ilikuwa kazi yake mama, ili maji isitufikie, kazi yake tu ni maji inapoendelea kutiririka, anayachota yale maji akiyamwaga nje. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mvua ingeisha, mama angetoa hiyo maji yote amalize, atafute tukuni, aashe moto pale, atisi nyumba ipate joto. Lakini hatukuvunjika moyo kwa sababu hatukuwa na la ziada la kufanya. Bwana asifiwe. Amen. Nakumbuka hata mara mingi mama angeamka asubuhi, ashindwe nitafanya hadi hii nyumba. Sina pesa, nitaita mtu wa kibarua maybe akuja anilipie mahali pale. Na nilikuwa ni wakati wa mvua kali. So mara mingi mama kila angefanya kwa uwezo wake, angeenda atafute nyasi nyingine. So kwa sababu hawezi panda nyumba, kila angefanya angerusha juu ya nyumba. Angerusha juu ya nyumba tu, ana guest ni hapa pale maji yanatokea, anarusha tu nyasi hapo. Kwenda shule hakukuwa jambo la kawaida. Tungeenda shule, lakini sisi hatukuwa tunajua kama kuna mambo ya lunch kwetu. Kile tungefanya baada ya lunch kigonga, tungechomoka na wenzetu shuleni, ndio kana kwamba tunaenda lunch. Lakini tunapofika katikati ya njia, speed yetu inapunguka, tunaingia msituni kutafuta hii matunda ilikuwa inaitwa sijui, kuna hii matunda ambayo iko na mbegu ndani ambazo zinameanga yenyewe, ama ndege akikula mahali akikuja hapa kiweka nini inamea. So tulikuwa tunakula hiyo matunda, kimaliza tunarudi shule. Jioni ndio tungekuja kwa sababu chakula kilikuwa ni mara moja kwa siku. Mara moja. Na saa zingine tunakumbuka mara mingi mama angeona ile unga tuko nayo. Sisi tuko karibu 12 kwa nyumba. Mama anaangalia ile unga iko nayo, hata akisonga ugali haiwezi lisha watoto 5. Kile mama angefanya, angeamua ile unga aitengeneze uchi ili tuweze kupata sisi wote. Mama angetengeneza ule uchi, au tengeneza vizuri, but kumbuka hakukuwa na kitu kinaitwa sukari. Unaweza kosa unga ya ugali uko na sukari. So kile tungeweka katika pale, angetupea chumvi. Anakuambia weka chumvi kidogo, at least ilete kalada, lakini usiweka zaidi. So hivyo ndio mama angetufanya. Mama saa zingine angeenda tu alaumu, saa zingine ile mahali amefanikiwa tupate, mahali hajafanikiwa tusipate. Na hiyo yote tukipokuwa tunakuwa tu wadogo, tukakuwa tunaweka bidii katika kila jitihada zetu za pale shuleni. Nakumbuka licha ya kuwa tulikuwa tunapitia hayo, hatukuwa tunakula, but kwa shule tulikuwa sharp. Tulikuwa hatujapata lunch, lakini tulikuwa katika darasa Mungu alitusaidia, tungeelewa kile Mungu alikuwa anafunza. Wakati wa mtihani ukikuja, tungeelewa mambo, tungeelewa yale mitihani vile ilivyokuwa, kwa sababu ni neema tu ya Mungu. Ingekuwa kwa sababu ya yale mazingira tuliyokuwa tunaishi, hatungekuwa kitu siku ya leo. Nakumbuka kuna siku moja baba yangu ambaye ni mwingine akakuta mama nyumbani anapasua kuni. But mama alikuwa tunapasua ile kuni tuende tuiuze. Na ule mzee naye hakujua, yeye alikuja na akaanza confront mama na kumuuliza, "Mnapasua hivi kuni, mnaenda kupika nayo nini?" Hivyo ndio yani yeye pia ni maskini, lakini yeye anaona sasa sisi naye ni maskini zaidi. Mpaka anaona sisi hatuwezi afford. Akatuuliza, "Nyinyi huwa hamlimi? Siwaoni mkienda kibarua? Watoto wako siwaoni wakienda kibarua? Hakuna mtoto wako amesoma, hapo na kitu unasema alikutupia?
hizi kuni mnapasua kila siku za kupika nini? Wakagombana pale na mama kidogo, lakini ikatulia hivi. Lakini sisi tukawa tunajiuliza, ni kwa nini maisha yetu yalikuwa vile? Lakini kwa sababu hatukuwa na lingine. Hakukuwa na mahali tungekimbia kulia. Kama ni kwa imani, hatukuwa na imani vile. Lakini kwa mawazo yetu, hata kama ni imani ya kidogo, tulijua kwamba siku moja mama angetuambia kwamba nyinyi baba ama mama, jikazeni tu, siku moja mtapata vitu vizuri. Najua nyinyi mtakuwa hivi, wewe utakuwa hivi, wewe kwanza mtasoma vizuri, mkienda high school nitawanunulia hivi, ndio mkienda shule nitawafanyia hivi. Lakini sisi wote tunakubaliana, lakini hatukuwa na kuuliza na mama kama ameshindwa saa hii wapo mbele atatoa wapi. Yote ikafanyika hivyo. Nakumbuka mimi hata nikijoin form 1 nikafanya mtihani class 8 nikapita vizuri, nikaitwa shule mzuri ya national, hakukuwa na school fees. Nikakaa nyumbani miezi 2-3, nikaona hapa itanisababisha niache shule. Nikarudia class 8. Nikasoma, nikaitwa tena ile shule the next year. Hakuna dalili, nikakaa nyumbani. Mwalimu wa hiyo primary tena akakuja akanitafuta, akaniambia the third year rudi tu kwa shule, kwa sababu utakaa nyumbani kufanya nini? Kule tu maybe unaweza pata, ukiniendelea baadhi ya sponsors inaweza patikana usonge. Nipo pale tukapita mtihani. Nilipopita mtihani tena hakukuwa na dalili ya pesa. Baba hawezi, mama hangeweza, hatukuwa na mtu angetusaidia. Ule angetusaidia pia naye akawa na mizigo mingi ambayo hatungeweza, tena hapo karibu na sisi ambapo angetuona vile tunapitia. So katika hiyo hali mimi nakumbuka huyu mmoja akasikia kwamba kuna mtoto wa mama fulani hajaenda shule, na hiyo ni mwezi wa 9. So nakumbuka mimi nikijoin form 1 mwezi wa 10. Wakati watu wengine walijoin mwezi wa 2, wao najoin mwezi wa 10. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu nikijoin hiyo siku, kesho yake mtihani inaanza. So sina notes, sina chochote, lakini kwa ile tu akili, kwa sababu form 1 akili mingi ilikuwa ni primary. At least nikaperform vile vitu ambavyo vilikuwa na relate na nini na primary. Lakini hakika kwamba sikuwa mwisho. Kwa watu karibu 150 nikakuja karibu namba 8. Tunaona at least nilijaribu 8 na nimeingia leo shule leo hakijasoma. Lakini hii yote ilikuwa haikuwa ya kutuvunja moyo. Ninaposema hivi, si ati leo tuko vizuri, lakini tuko somewhere ambapo tunaweza sema hakika Mungu ametusaidia. Tuko somewhere ambapo tunaweza sema hakika Mungu ako na sisi, ama kuna kitu tumeachieve kwa maisha. Bwana asifiwe. Amen. Ninapoongea hivyo, our last born size daughter hapo university, sisi wote tulimaliza vizuri. Nakumbuka ndugu yangu mwingine mkubwa akapata scholarship akajoin Starehe Boys ambapo huko kuna lipo chochote. So from there Mungu akamtumia pale. Yeye alipokuwa pale anasoma, anaenda anafanya barua saa zingine za mijengo, anafanya mijengo, anapata tu pesa, anatumia mama anatunulia vitabu, tukalamu, hivyo tukasonga hivyo mpaka vile tulifika. Tulimaliza vizuri. Hata mahali kufika, tukasoma, tukafika colleges, ni neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu mazingira yetu hayangetukubali kukua chochote. Mazingira yetu hayangekubali sisi tuachieve kitu chochote kwa maisha. Siku ya leo unaweza kuwa maybe unapita mambo kama yale, ama kuna vitu unazipitia ambayo unafikiria kwamba ni wewe tu. Sasa nikiamua kila mtu toa ushuhuda mahali umezaliwa, ndio utajua kwamba hii hali ambayo uko nayo hata inaweza kuwa ni bora kuliko ya mtu fulani. Bwana asifiwe. Ni kweli. Kila mmoja wetu kuna kitu umepitia kwa maisha. Kuna watu, kuna neema tofauti. We are graced different. Kuna neema tofauti. Kuna wale ambao wamezaliwa tu na wakaingia katika hoteli. Bahati yao, tunamshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Na kuna wale ambao kabla upate kitu, kuna vitu umepitia vigumu, kuna hali umepitia ngumu, kuna maisha ya mateso umepitia, lakini inagharimu mkono wa Bwana. Kile mimi najiulizana siku ya leo na nasema hakika ni Mungu aliyetusaidia ile wakati. Hatukugonjeka licha ya ile mazingira ya unyevu yote.
Hatukupotea licha ya kuwa hatukupata malezi mazuri. Wasichana wetu hawakupotea licha ya kuwa walipitia yale ugumu wa maisha. Hatukuangamia. Mungu hangetuacha tuangamie kwa sababu ya ile mazingira. Nashukuru jua kwamba Mungu alikuwa na kusudi ya siku ya leo. Mungu anapotaka kukujenga wewe kwa maisha, kuna hali atakupitishia. Bwana asifiwe. Mungu anapotaka kukufikisha mahali, kuna vitu atakupitishia. Kuna mitihani atakupitishia. Na usipokuwa na kuelewa kwamba saa zingine mambo yote Biblia inasema kwamba yote yanatendeka katika wema wa Bwana, utakata tamaa ya maisha. Praise the living God. Utakosa kujua mkono wa Bwana juu ya maisha yako. To cut the long story short, hii hadithi ni mrefu. Nikiendelea kusema, maybe niseme ya mwisho kabla sijamalizia. Siku moja tukiwa tumelala kwa nyumba yetu ile tu ya matope. Mvua ikanyesha usiku mingi, haikuisha. Tukiwa tumelala hivi, ukuta ukainyonya maji kwa wingi na huo ukuta ukaanguka. Kile bahati nzuri ukuta haukuanguka na ndani, ukaanguka na nje. So tukawa tuko kwa nyumba lakini tuko wapi? Nje. Mama angekimbia akatafuta karatasi, akafunika, akafunga tu kama tandarua, kala mpaka asubuhi. Ana asifiwe. Amen. Asitawachosha na hiyo. Joshua chapter 5 verse 13. Joshua 5 tusome kuanzia 13 to 15. Kipata hapo niambia amen. Nimetoa hiyo hadithi ili kukuinua nafsi yako, ujue kile Mungu anaweza tenda kwa maisha yako. Ujue kwamba mahali hauko uko si by mistake. Mahali uko siku ya leo uwe una ama uko nayo si mistake. Kuna mpango mzuri na Mungu juu ya maisha yako. Sema amen. Amen. Joshua chapter 5, let's read from verse 13 to around 15. The Bible says, now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, are you for us or for our enemy? Neither, he replied, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in the reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? Bwana asifiwe. Praise the living God. Hapa tunaona kwamba Joshua is resuming responsibility from after the death of Moses. Bwana asifiwe. Joshua anachukua majukumu ya Waisraeli baada ya kifo cha Musa. Tunaona kwamba Joshua anachukua step, very dangerous step ya maisha yake kama kiongozi. Kuna hali ambayo amechukua majukumu ambayo inaenda kumgharimu, but anachukua ile nafasi. Anasifiwe. Anachukua responsibility za Musa kuongoza watu. And in this new responsibility, Joshua is encountering issues, strong issues and problems. Anasifiwe. Anakutana na mambo magumu, anakutana na hali ngumu. Na tunaona kwamba kama yeye kiongozi akasema kwamba as a leader lazima nibebe mzigo ya watu wangu. And for this case he ought to prove himself that he was really a leader for them.
lazima angetuonyesha kwamba yeye ni kiongozi kweli kwa sababu yao. Hangeonyesha kwamba yeye ako na wasiwasi. Licha kwamba alikuwa ameona hukumu fulani pale mbele. Kwa sababu ukuta wa Jericho ulikuwa uko pale, haukungezuia mtu yeyote kuingia ndani na kutoka na kuingia ndani na kutoka nje. So ilikuwa ni kama ni mateka. So you can imagine hao watu wamesafiri 40 years kwenda kuingia katika ahadi iliyoahidiwa kwao. Wanapofika pale karibu na ahadi yao, kuna kizingiti mbele yao. Kuna ukuta ambao umezuia progress kwa maisha yao. Kuna vitu zimezuiliwa pale, hawezi kufika. Tunaona kwamba Joshua anachukua step. Anasonga. Anapokuta pale, anakutana na mwanaume. Anakonfront mwanaume, anasema, "Are you for us or for enemy?" Joshua alikuwa pia ni kama ni kiongozi ambaye alikuwa na, yani ni mtu ambaye alikuwa na msisimko, ni kama tunaweza sema kichaa. Anauliza, lakini that man was God. Ni mwanaume ambaye alikuwa ni Mungu. Na tunaona wakati Joshua alimuuliza kwamba, "Wewe uko upande wetu ama upande wa adui?" Ule alinyamaza tu. Baadaye akamwambia, "Mimi ni soja wa Mungu." Wakati Joshua alipogundua nimeuliza swali mbaya, anasema kwamba akanyenyekea na akamwambia, "Uko na ujumbe gani kwako?" Bwana asifiwe. Amen. Tunaona kwamba Joshua akiwa na wasiwasi anaenda kupitia hukumu fulani. Akiwa na wasiwasi ya uongozi wake, atafikisha aje hao watu katika urithi wao? Ajui atawafikisha namna gani? Tunaona Mungu anajitokeza pale. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Then you are made by, you are going to meet a man. You will meet a man. Utakutana na mwanaume. Wakati mambo yamekaa magumu, wakati hali zimekaa ngumu, wakati unakaa unaona unafika mwisho, utakutana na mwanaume. You will meet a man. You will meet God. Bwana asifiwe. I'm not talking about mwanaume wa dunia. Ama naongelea Mungu. Utakutana na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unapokuwa kiongozi, Mungu akitaka kuinua kiongozi yeyote, ama Mungu akiwa anataka kukuinua katika mahali pazuri, usifikirie Mungu ataleta vitu katika maisha yako rahisi rahisi. Bwana asifiwe. Hakuna vitu zitaonekana katika maisha yako rahisi rahisi. To be a leader, you must be progressive. Bwana asifiwe. To be a leader, you must be a progressive leader. And the progressive leader, it means you are going to undergo issues of life. You are going to undergo very tough issues on your way. Kuna mambo utapitia ambayo si rahisi, si ya kutia moyo, si ya furaha kwako, kwa sababu kuna jambo Mungu anataka ujue. You must bear all the challenges. You must be strong. You must not let issues get over you. Bwana asifiwe. Usiache mambo ya kulemea, issues zisikukalie zaidi, kwa sababu zinapokukalia zitakuletea hasira, kama vile Musa alivyofanya. Hasira. Yaani Musa amezoea kuona Mungu akikuja hivi tu. Amemuona tu njia za Mungu, anajua tu nikiwa na hii shida Mungu atakuja hivi. Kumekosa pale mahali Mungu angemwambia, "Nena tu neno na muujiza ufanyike." Kwa sababu yeye amezoea Mungu kwa ile njia. Kwa mazoea ni kitu mbaya siku hizi. Mazoea saa zingine ni mbaya. Mungu amemwambia kwamba nena tu maneno ile hali yenu ipatikane. Kwa sababu yeye amezoea miujiza ya fimbo. Baada akatumia nini? Fimbo. Hiyo ikamkasirisha Mungu kwa sababu hakufanya kile Mungu alivyotaka. Ameenda mlimani kuomba, anapokuwa na shuka, anakuta wana wa Israeli wameingia katika kuabudu masanamu. Bwana asifiwe.
Na tunaona kwamba anakasirika na anavunja yale ya 10 commandments. So hizo vitu, baadhi ya hizo vitu, maasira zikamkasirisha Mungu. Mungu akamwambia, this is not your duty, this is not your battle, this is my battle. Hasira mingi saa zingine inaweza tuondoa katika neema ya Mungu, inaweza tuondoa katika vitu ambazo hazikufai. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba Mungu akamwambia kwamba you only see Canaan but you don't have to enter it. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akamdisqualify to enter the promised land. You can't go far with the feelings on your sleeves. Ukiwa umejaa hasira pembeni mwako utaenda mbali. Bwana asifiwe. Mungu akitaka kukuinua, Mungu akitaka kunitoa ile hadithi, kujua kwamba kuna mimi wakati nakana najua kwamba enyewe Mungu aliruhusu tuyapitie yale mapito, kwa sababu kuna kitu alikuwa anataka tujue. Mungu anataka tupitie ile shida ili siku nyingine tusiwahi ona shida nyingine kwa maisha kama ni shida. Siku hizi tunapitia kwa shida mpaka mtu anaanza kukurudia, lakini wewe mwenyewe unaona hapa niko better. Laiti angejua mahali nimetoka, hata leo angesema niko baya. Lakini mtu anaanza kurudia, anasema wewe unaona watoto wako wanakula tu, wanakula mkate, wanakula chai na maandazi tu ama na mkate. Kwa sababu yeye anebe anakula asubuhi hata kuku, anakula hata mayai, anakula sausages. Lakini wewe kwako unafurahia, unasema hata kama watoto wangu wanakula chai na viazi, wewe unajua huyu ni muujiza kwa sababu unakumbuka mahali ulitoka. Bwana asifiwe. Kuna ndugu mwingine nashiriki naye pale Mada Church. Nikutana na yeye asubuhi ya leo. Ananiambia, Pastor Soita, hii viatu yako inakaa imezeeka. Mimi nikasema ana hilo hapa hata pia imekuwa imezeeka. Unajua tu yule anapenda kuongea. Tena na hii njia. Mbona Soita viatu yako imezeeka hivyo? Kumwambia tuliza kwa roho, nikasema tuliza pole. Tuliza nini? Uwanja bado ni mdogo. Bado naweza funga. Bwana asifiwe. Bado naweza score hata kama uko na nguo pea moja. Pia jirani tuliza ball. Hata kama leo haupati chai na escort nzuri, ambia jirani tuliza nini? Ball. Aliyembariki yule na gari anaweza bariki. Hajakufa. Aliyemjengea ule nyumba hajakufa, bado anaweza kujengea nyumba. Aliyempea ule mkate hajakufa, bado anaweza nimpa mkate. Bwana asifiwe. Mimi kwa roho nikacheka, nikasema wewe tuliza tu. Kwa sababu mimi ndio najua mahali mimi ndio najua mahali nimetoka. Na najua mahali nakimbia. Na mbio zangu sikimbizane na mtu. Mbio zangu nakimbizana na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Sitaki kujua kile unaloniona siku ya leo. Kile najua kwamba so long as niko katika mipango ya Mungu. Bwana asifiwe. So long as niko katika mipango ya Mungu, kuna jambo haliwezi kufanyika. Wakati Mungu anakutumia, Mungu si kama binadamu atakutumia vibaya. Mungu akikutumia kama chombo atakuacha na dhamana. Angalia watu wote waliokutana na Mungu, walibaki kama walibaki vile. Watu wote waliokutana na Mungu walibaki vile. Wewe niambia utatumikia Mungu na uishi maisha yako milele hivyo mpaka vile utaingia kaburini? No. Lazima kuna kitu Mungu ataacha. Mungu akitembea na wewe lazima kuna kitu utafanya nini? Ataacha kwako. Yakobo anakutana na achana na familia yake. Anapokuwa pale anakutana na Mungu. Wanareso na Mungu. From there Mungu ananena mambo makubwa katika maisha yake. Bwana asifiwe. Mungu anambadilishia jina. Unapokuwa na Mungu, yaweza kuna vitu hauzioni kwa haraka. Yaweza kuwa kuna vitu hauzioni zikikuja kwa haraka. But believe me, Mungu hata kuacha vile. Bwana asifiwe. Mungu hata kuacha vile. Mungu si kama binadamu. Atakuomba baiskeli yako aende aibondesha ama iharibu na irudisha itupa. Mungu akiitumia ataileta ikiwa na hewa.
ataileta ikiwa na oil. Bwana asifiwe. Atairudisha ikiwa na dhamana. Bwana asifiwe sifa. Mungu akikutumia na kuacha na udhamana, hakuachi ukiwa na unaibika. Kwa sababu Mungu wakati anakutumia katika vita, hakutumii kwa vita kwa ajili yako. Vita ni za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. The battle, our battle belongs to God. But that does not mean kwamba you don't show up for the battle. Bwana asifiwe. Haimaanishi kwa sababu Mungu amesema kwamba vita ni zake, you don't show up for the battle. Lazima ujiweke katika nini? Katika vita. Because vita si zako, ni za Mungu. Na Mungu anapokutumia kufaulu katika ile vita, anajua kwamba kuna ufanisi utakaoupata, utaleta sifa kwa jina lake na utaleta matunda kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Unapopigana vita ziwe za kiroho ama za kimwili, Mungu anajua kwamba atapata sifa na utapata kitu kwa maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So usiangalie, inaweza